Mbali na maelekezo mengi ya waziri, kikubwa kitu ambacho wananchi wanaoishi Mbezi, Kimara pamoja na Mloganzila wanaenda kupata huduma hii ya mwendo kasi kuanzia wanapotoka mpaka Mloganzila, kitu ambacho kwa kawaida hakikuwepo, lakini kutokana na maelekezo ya Mheshimiwa Waziri, basi wananchi hao wanaenda kuondokana na adha ya kuishia Kimara mwisho. Leo tuliamua kutembelea taasisi yetu hii ya UDART ambao hawa ni wenye kusafirisha abiria. Mabasi tunayoyaona yanayoitwa UDART yako chini ya taasisi hii ya UDART. Kitu ambacho ningependa kukitolea maelekezo kwa mkurugenzi mkuu wa UDART, hapa tunafika Kimara mwisho, ndiko tunakofika kwa sasa hivi, lakini tuna maeneo ambayo yanahitaji huduma sana. Eneo la Mloganzila hospitali, watu wanafika Kimara, wanaishia Mbezi, wanaishia Kimara, hawafiki, mabasi hayafiki Mloganzila. Leo nikupe maelekezo kwamba kuanzia kesho hakikisha tunapata mabasi yanayofika Mloganzila hospitali. Watu wanapata shida, wana wagonjwa kule, wagonjwa wenyewe wanapata shida kufika kule. Kwa hiyo ni vyema hili tukalichukulia kwa umuhimu wake, ili tuweze kuongeza huduma kwa ndugu zetu ambao wanahitaji hii huduma kwenda kule hospitali ya Mloganzila. Na ni waelekeze tena yale mabasi ambayo yameshafika pale bandarini, oneni namna ya kuyatoa pale, kaeni na watu wa bandari ili kupunguza storage cost. Yatoke pale, mnaweza kuja kuyaweka hata hapa mkiwa mnasubiria pesa ambayo tutamaliza kuilipa kwa ajili ya komboa pale bandarini, ili tusije tukalipa fedha ambazo zimezidi zaidi pale. Kwa hiyo hakikisha unakaa na wenzetu wa bandari, unakaa na wenzetu wa TRA, tuone namna ambavyo tutalifanyia kazi hili kwa uharaka. Pia ni kuelekeze ukae na pacha mwenzako DART, muone namna mnavyoweza kupeleka service ya validators kwenye maeneo kama, nitajie eneo moja ambalo hamendi kule Mbezi. Kule Mbezi watu hawafiki kwa sababu mabasi kule hayaendi kwa sababu hakuna validator. Ninyi mnaweza kutafuta hata containers mkaziweka kule, watu wakanunua tiketi zao kule, wakajazia kule na kuvalidate kadi zao, waingie kwenye mabasi huko. Tunachohitaji sisi ni kuona huduma inafanya nini, inaongezeka. Lakini pia serikali imetoa kiasi cha shilingi bilioni 20 kwa ajili ya ununuzi wa mabasi mapya 99. Nipende kusema kwa furaha kabisa kwamba katika yale mabasi 99 tayari mabasi 49 yameshafika bandarini. Kwa hivyo muda mfupi ujao mabasi haya yatakuwa barabarani ili yaweze kuongeza huduma kwa Watanzania wakazi wa Dar es Salaam. Maelekezo tumeyachukua na tutayatekeleza. Kimsingi yanatekelezeka, na ukiangalia ni kweli kwamba huduma inahitajika kulingana na huduma kule ni sehemu ya hospitali, na kama maelekezo ya Mheshimiwa Rais kwa ni tuwe na utu, ndio maana kauli mbiu kubwa ni kazi na utu. Kwa hiyo kimsingi tumechukua kama lilivyo na linatekelezeka. Kwa hiyo tutatekeleza kuhakikisha kwamba itakuwa inatoka Kimara moja kwa moja kwenda Mloganzila. Kwa mara ya kwanza tulikuwa tunapitia Mbezi. Sasa naamini katika upacha wetu na upande wa DART ambao tayari kwenye mikakati ya kuhakikisha wanarudisha miundombinu ya Mbezi, naamini tutakuwa tumesha kamilisha nani mzima, lakini kwa maelekezo ya Mheshimiwa Waziri yapo tumeyachukua kwa ajili ya utekelezaji. Mwanzoni ilikuwa ni kama ni majaribio zaidi. Sasa hivi baada ya kipindi cha miaka karibu 9, ina maana tuna competence kubwa ya kuhakikisha kwamba jinsi ya kurani mradi. Kwa hiyo tunaamini kwamba yale matatizo ambayo yalikuwa yanajitokeza hayatatokea tena, lakini tutakuwa na zile preventive maintenance za kila wakati, lakini na zile routine measure, lakini zile kia maana kwamba za in-house training, kuhakikisha ule mafunzo ya mara kwa mara kwa madereva na mafundi yanafanyika, na kimsingi kuhakikisha kwamba haitokezi. Tuko na mkataba maalum pia na watu wa NIT kuhakikisha nakuwa ni sehemu ya kuweza kutoa elimu kwetu mara kwa mara. Kuna unapitisha
na pia vile vile tumeweka mkakati kwamba kila dereva atakayeajiriwa lazima atakuwa na cheti cha NIT ambacho kinamwonyesha amefuzu kuendesha mabasi ya NIT ya mwendokasi. Kwa kupitia hiyo tunategemea kwamba zile changamoto hazitatokeza tena. Ni ombi langu kwamba kwa wananchi wote kuiona wanapotumia mabasi haya waione kama mali yao binafsi. Kwa unapokiona ila kuhakikisha kwamba kuna miundombinu safi. Kwa msingi na mabasi yanayokuja atakuwa na wifi, kuna USB, kwa yote naomba itunze. Tutakuwa na full kiyoyozi. Kwa tukiyatunza yatadumu kwa muda mrefu. Kwa hiyo tegemei kwamba wale ambao wanakuwa kuweza kuyarushia mawe, kufanya nini, kila mmoja awe ni jicho. Lakini pia tuziombe familia zote, kila mmoja sehemu husika, kuwaonyesha kwamba kizazi ni maendeleo, na kila hii jiji la Dar es Salaam, ili mtu apate maisha lazima atoke, na kutoka lazima awezeshwe. Kwa ni transport kutoka pointi moja kwenda pointi nyingine. Kwa hiyo pia na kuheshimu miundombinu ambayo ipo. Sasa tukiheshimu miundombinu, ukiangalia ambayo ipo kwa ajili ya kutoa hiyo usafiri wa mwendokasi, kwa sababu inakuwa na maana tu ya mwendokasi pale miundombinu atakapo haiingiliwi na wengine ambao hawastahili kutumia hiyo miundombinu. Kwa hiyo ni jukumu letu sisi wote kama wananchi kuhakikisha kwamba miundombinu ya mwendokasi baki kama miundombinu ya mwendokasi, yapite mwendokasi, na pia inapunguza gharama za matumizi unapotumia kwa ajili ya usafiri. Kutoka mfano unapotoka Kimara kwenda mjini, ule muda ambao unakesha barabarani kutafuta foleni mpaka mjini, unakotafuta sehemu ya kupaki, lakini ukitumia mwendokasi unafika kwa wakati.